ndani ya 18, powered by Premier Bet. Sasa bana, hujambo na karibu kwa mara nyingine tena kupitia show yetu ya ndani ya 18, ukiwa unatazama kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini pia unaendelea kupata clip mbalimbali, lakini pia na mambo mengine mengi zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa upande wa mtandao wa Instagram wa ndani ya 18 TZ. Mambo yanakuwa ni mengi sana. Kwa wale wote ambao wamesubscribe wanajua shughuli ambazo unakuwa unazipata kupitia ndani ya 18, clip fupi, lakini pia shows zetu kama hivi kadri ambavyo huwa tuna fanya mahojiano na watu tofauti na kuzungumza issues zile ambazo zinakuwa zimechukua nafasi kubwa zaidi, basi ndani ya 18 tunakuwa tuna deal nazo. Na isimamia huu mchongo na kuletea story nyingi zaidi, mimi ni Ibrahim Kasuga. Karibu sana. Na hii leo kijiweni kwetu bwana, tupo na mchambuzi wa masuala ya michezo, hususan kwa upande wa mchezo wa soka, Nasri Halfani. Tunaungana naye hapa. Si mtu mgeni sana wala si mtu ambaye atakuwa watu hawamtambui sana, kwa sababu ni kijana ambaye tumekuwa naye kuna industry na tumekuwa tunafanya naye na tumekuwa tunaona kile ambacho anakifanya. Basi hii leo tunaye hapa kwa ajili ya kuweza kutazama namna ambavyo mambo yanakwenda. Kubwa zaidi ni kuhusiana na utata uliojitokeza kwenye mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Umegawa maoni ya baadhi ya wadau, lakini pia tukiona namna ambavyo lilitokea, watu wanabishana nani ambaye alifanya makosa. Lakini Nasri ni miongoni mwa wachambuzi ambao pia naamini kuna changamoto za kusema unatumiwa, unalipwa, naamini amekutana nazo. Na moja kati ya kauli yake ya siku za karibuni alisema hata anahofia au anaogopa kuzungumzia Simba na Yanga. Jambo limekaaje? Nasri yupo kijiweni. Bwana, mambo vipi? Safi, alhamdulillah. Vipi na? Upo vizuri? Alhamdulillah. Saumu inakwenda? Alhamdulillah. Hakika, Mungu mkubwa. Karibu sana. Shukran sana. Bwana, kijiwe hiki hapa wanapita mashabiki, wanapita wachambuzi, wanapita hata wasanii pia kupiga story nyingi zaidi. Leo zamu yako. Karibu sana tuweze kuzungumza. Bwana, kwanza kabla ya yote, namna ambavyo majambo yanakwenda na tunavyodili na soka la Tanzania, hivi tunapaswa kupeana hongera au tupeane pole kudili na Watanzania? Pole. Kwa nini kupeana pole? Mambo hayaendi sawa na kwa experience yangu mimi sina muda mrefu sana toka nianze kujihusisha sana na mpira wa Tanzania kwa mchambuzi. Yes, lakini kwa angalau hii experience yangu ya miaka 4-5 nafikiri huu ndio msimu mbaya zaidi. Mgumu kuliko. Kuna ugumu na mbaya wa kusikitisha kabisa. Uko kama mbaya zaidi. Msimu mbaya. Maanake ilifikia hatua kabla hata yalojitokeza ya Simba na Yanga, kuna kipindi nilitoa kauli kwamba ligi yetu imeharibika. Kwa experience yangu mimi, kwangu mimi naona huu ndio msimu wa kusikitisha zaidi. Yeah. Kwa hiyo tupeane pole. Pole. Na unavyozungumza msimu mbaya zaidi na tupeane pole, unakuwa umejikita kwenye engo ipi? Mashabiki namna ambavyo wana treat wachambuzi, ligi yetu inavyochezeshwa, au viongozi ambao wanasimamia vilabu na kuongoza mpira kwa ujumla? Mimi sina shida na mashabiki sana. Unajua mashabiki wanaamua vitu saa nyingine kimehemko, wanatanguliza mbele mashabiki. Obvious shabiki ndo anakuwa hivyo. Yeye muda wote yupo pale kwa ajili ya kuitetea timu yake, lakini kuna hizi angles zingine, viongozi labda wa timu, viongozi ambao wanakaa kwenye hizi mamlaka za kimpira, timu zetu zinavyoendeshwa, ligi zetu zinavyoendeshwa. Kwangu mimi naona wote viongozi wa hizi timu, watu ambao wapo kwenye mamlaka, masuala ya TFF, sijui bodi ya ligi, hizi timu ambazo zinajenga ligi yetu, marefari ambao wanaiongoza michezo yetu, naona uadilifu umepungua kwa kiasi kikubwa. Hakuna uadilifu, yani kiujumla ile kufanya kitu kwa uadilifu, kufanya kwa haki. Hakuna. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ambavyo havitakiwi kwenda hivyo. Lakini ndo tumeamua kwenda hivyo na tumeamua kuona hiyo hali ni ya kawaida. Kwangu mimi naona ni uadilifu umepungua kuanzia kwa marefari. Kuna vitu wanafanya unaona kabisa hii sio haki na wanafanya kwa maksudi. Kuna baadhi ya viongozi kwenye timu, kuna vitu wanaviamua unaona kabisa hivi lengo lake sio kujenga mpira wetu. Waliopo kwenye hizi mamlaka nao kuna baadhi ya vitu wanafanya kabisa unaona hivi havijengi mpira wetu. Kwa huu msimu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea unaona kabisa ni kama ni vya hovyo, havijengi mpira wetu, zaidi ya kwamba vinatudidimiza tu
watu ambao tunapenda mpira. Kuna nafasi ambayo mimi nipata nafasi ya kuzungumza na watu tofauti akiwemo kama Jelimuro pia na hata Zaka za kazi pia ni watu ambao Zaka bado yupo kwenye eneo la majukumu, Jelimuro alipita na wadau wengine. Kuna eneo ambalo linatajwa kwamba nguvu ya Simba na Yanga ndio sababu ya haya madudu au vitu vya ovyo ambavyo tunaviona. Wewe kwenye hili labda msimamo wako au unachoamini kwamba unaamini Simba na Yanga zipo juu ya mamlaka na ndio maana kuna muda tunaona waamuzi yakiwafeva upande wao, kanuni zikivunjwa mbele yao hawachukuliwi hatua zozote. Hizi timu ni kubwa kuliko mamlaka? Inawezekana, lakini nafikiri kitu ambacho kipo wazi ni kwamba hizi timu pia kuna nguvu mahala wanaitegemea. Yaani sio wao kama wao ambao wanakuwa na confidence ya kufanya kila kitu ambacho wanakiamua, lakini wanajua kwamba mtaani wanasema taji ubavu, yani wanajua kwamba kuna sehemu sisi tumeegemea chochote, hawa ndio ambao watatulinda. Yani wanajiamini kwamba sisi ni Simba na Yanga, of course tuna power, lakini tuna watu nyuma yetu pia ambao wanaweza katulinda. Kwa hiyo hicho ndo kinachowapa jeuri zaidi, na nafikiri kwa msimu huu sio tu Simba na Yanga, kuna baadhi ya club ambazo zinaonekana ni za madaraja ya kati, lakini kuna baadhi ya vitu wanavipata hadi wewe mwenyewe unashangaa hii nguvu wameitoa wapi. Mfano club kama Namungo, angalia kuna matukio mangapi ambayo wamesaidiwa na marefari, na unaona kabisa hili sio tukio kwamba refari kakosea, lakini kaingia kwa makusudi ya kuwasaidia hii timu. Mfano kwenye game ya Namungo dhidi ya Dodoma, ile penalty ambayo alitoa muamuzi, hakuna logic yoyote ya kutoa penalty. Aliyogusa mpira ni mchezaji wa Namungo. Tukio linafanyika mbele ya uso wa refari. Kwa nini refari anaweka penalty pale? Hata tunaposema sijui masuala ya VAR, hata kwa wenzetu VAR inaingia sehemu ambayo ni controversial kweli. Yaani ref kwa jicho la kawaida huwezi kuona. Mfano unaona kama kilichotokea jana kwenye game ya Atletico na Real Madrid. Yaani huwezi kuona, lakini tunaambiwa ni technology ya VAR ndo ambayo imesense kwamba kuna double touch. Yes. Kwa hiyo unaona kabisa yani kwamba VAR imeingia kwenye sehemu ambayo ni very controversial. Sio kwenye matukio ya wazi kama yale. Na sio mara moja, hata kwenye game ya ambayo Namungo alicheza dhidi ya Fountain Gate mkondo wa kwanza, kuna penalty 2 ambazo Namungo alipewa, ukiziona unabaki kucheka. Kwa hiyo hata baadhi ya hizi timu za madaraja ya kati wana watu pia nyuma yao ambao labda wanaweza wakawasaidia wakafanya baadhi ya vitu. Kwa hiyo of course ulichokizungumza ni sahihi kwamba Simba na Yanga, lakini inawezekana pia kuna watu behind ambao wanawapa power baadhi ya club kuweza kupindisha baadhi ya vitu na kufanya vitu ambavyo ni vya hovyo kwenye mpira. Tutazame hili jambo kubwa zaidi lililotokea. Dabi ya Kariakoo haijachezwa na mpaka saa hizi haijulikani dabi itachezwa lini. Yanga wameshatoa msimamo wao, hawachezi hiyo game. Tukisema tutazame kwenye hili jambo, makosa wewe unaona yalianzia wapi na nani ambaye anapaswa kulaumiwa? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Lakini sasa unajua hili swala ni pana sana. Ni swala pana, lakini inategemea mtu utaamua kulizungumza kwa engo gani, ama kama utaamua kulikatia shortcut. Lakini kirahisi ni kwamba bodi ya ligi wao ndio waliokosea. Kuna makosa ambayo yalifanyika toka mwanzo, lakini hayakuhitaji hatua ambayo bodi ya ligi wameichukua. Simba wamefika kwenye kiwanja wanahitaji kutrain, kuna baadhi ya kadhia ambazo wamekutana nazo ambazo zipo kwenye pande mbili. Moja ni kwamba zimesababishwa na Young Africans kupeleka pale wale mabamsa wao ambao walisababisha ile dhihaka, lakini upande wa pili pia Simba nao kuna makosa ambayo waliifanya. Kwenye statement ambayo ameitoa bodi ya ligi ni kwamba Simba walitakiwa kufanya mawasiliano kabla ya kwenda pale, hakutoa taarifa yoyote. Sasa tatizo la kutoa taarifa ni kwamba unaweza ukapitia kadhia kama hizo ambazo wamezipitia. Mfano kama manager ya uwanja alikuwa hajui kama kuna timu inatakiwa kwenda kutrain pale, kuna baadhi ya vitu ambavyo vingekuwa vinaweza kuendelea. Na mimi kinachonisikitisha zaidi ni kwamba hizi kanuni kabla hazijapitishwa vilabu vinahusishwa pia. Kwa hiyo kama Simba atatuambia kwamba
hawaoni haja ya wao kutoa taarifa kabla ya kwenda kutrain pale, kwa nini walienda kuipitisha hii kanuni na wao walihusishwa? Kwa hiyo wanajua exactly kwamba nini ambacho walikipitisha baada toka ligi haijaanza na nini ambacho walitakiwa kufanya. Kwa hiyo wao hawakutoa taarifa, wakakutana na ile kadhia, lakini sifikiri kama ni kadhia ambayo ilikuwa inatosha mechi kuahirishwa. Kuna wanaoamini Simba akakimbia mechi. Unaungana nao? Simba alitishia kukimbia mechi. Hakukimbia mechi. Alitishia kukimbia mechi. Simba walisema hawachezi mechi. Of course, lakini hakukamilisha hicho kitendo chake. Baada ya bodi kuahirisha mechi. Yes, mimi nikisema nitakupiga haimaanishi kwamba nitakupiga. Yaani mpaka nikupige ndo nitakuwa nimekupiga. Simba alisema sitatokea kwenye mechi. Wenye mamlaka wakagairisha mechi. Kwa hiyo Simba hajakimbia. Simba hajakimbia. Ili Simba alikuwa akimbia ni kwamba hadi muda ufike alafu asitokee. Ndo kitendo kinamilika kwamba Simba hakutokea kwenye mechi, lakini Simba alitishia wenye mamlaka wakagairisha. Kutokuwepo kwa Kamara golini, kukosekana kwa Chemaloni kwenye backline ya Simba, watu wanaamini hili ni eneo ambalo lingewadhoofisha Simba kwenda kwenye mechi ya dabi, na ndio maana kuna mtu anakuambia Simba walishachungulia wakaona hii ngome ingekuwa ngumu. Kwa kuwakosa hao wachezaji wawili, hii game ilikuwa inaenda kuwa juu ya Simba. Kama dabi ingechezwa, Simba alikuwa na mechi ngumu. Hata wangekuwepo mechi ingeweza kuwa ngumu, na nafikiri hata wachezaji ambao wanacheza baada ya au kukosekana ni wachezaji wazuri tu. Mfano Ali Salim ameshacheza game ya Simba na Yanga na akapata clean sheet. Ile game ambayo Simba alishinda 2-0. Na kwenye kipindi kile Ali alicheza mechi nyingi ambazo zenye pressure kubwa. Alicheza mechi 2 dhidi ya Wydad, akaja akacheza hiyo mechi na Yanga na akapata clean sheet. Juzi tu hapa amecheza na Coastal Union, amepata clean sheet. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye amesha prove kwenye mechi kama hizo kwamba anaweza akacheza kwenye pressure namna hiyo na bado akadeliver kitu kizuri. Kosekana kwa Malone manake anacheza Chamu ambaye tumeona japokuwa sio regular starter, lakini nyakati zote ambazo wanaaminiwa anavaa jezi ya Simba hadi disappoint. Hata wewe ni mfuatiliaji wa mpira, lini Chamu kaingia uwanjani alafu ukasema kafanya kitu ambacho kikakutisha usimpe mechi nyingine? Na miongoni mwa performance zake siku za karibuni ni mechi na CS Faction, ile game ambayo aliingia, tunakumbuka ile build up ya goli lile la ushindi la Simba, alihusika na alionekana ipo comfortable. Ile goli alofunga Kibu kuna ile build up. Nyakati zote ambazo anaaminiwa anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo sidhani kama kukosekana kwa hao wawili iliwatisha watu wa Simba kusema labda wangeenda kupoteza hiyo. Labda kwenye ile picha kubwa na eneo hilo ambalo watu wanajidondokea kwamba Simba alikimbia mechi. Sababu sasa hivi tunacheza na bodi ya ligi, tunafanya vitu vyote. Wakati tunaenda kwenye ile game, wewe kwenye tathmini yako kwenye mzani, ushindi ulikuwa unaupeleka wapi na kwa nini? Kwa Simba. Kwa Simba. Kwa hiyo unaamini Simba ashinde ile game. Kitu gani ambacho ulikuwa unaamini Simba kitaenda na atamoutshen Yanga? Kwa season hii ukiniuliza timu bora kwenye ligi yetu nitakwambia Simba. Ni Simba. Yes, kwa performance yao. Kuanzia kwa jinsi ambavyo Fadlu ameicoach ile timu. Yaani unaona ni timu ambayo inacheza kwenye setup maalum, kwamba hii ni timu ambayo ina muundo ambao wameufanyia kazi mazoezini. Wakiwa na mpira na bila mpira unaelewa exactly kwamba wanafanya nini. Center back wawili, 2 sitting midfielder, wachezaji 4 nyuma ambao wapo muda wote karibu. Unaona kitu ambacho anakifanya Shomari season hii, kuchangia hivi magoli, kusababisha penalty, sio kawaida. Ni kutokana na maelekezo, ramani ambayo wamepewa na kocha wake. Wale wanakuwa kama mawinga wao wanaingia ndani kuungana na Ahua. Kwa hiyo wana setup bila mpira na wakiwa na mpira, na wanajua faida na hasara zake, na wanajua kwenye hasara watamaski vipi na kwenye faida wakazie vipi ili game iende upande wao. Kwa Simba naamini ndio timu ambayo imekamilika, performance yao ni nzuri, naelewa structure yao. Kwa kiasi kikubwa nilikuwa naamini ni game ambayo Simba angeenda kushinda. Simba alikuwa naamini anaenda kushinda. Na vitu ambavyo labda tunaitazama Young Africans. Kuna takwimu ambazo nilijaribu kuzitazama kwenye wastani wa kukusanya alama kwa mchezo. Yanga inaonekana kabaki pale pale, Simba anaonekana kapanda. Kwenye kutoka msimu uliopita Simba amepanda kwenye wastani wa kukusanya alama, lakini Yanga anaonekana kabaki kwenye eneo lile kama ni 2.7 2.6 ya Yanga ya msimu uliopita kabaki nayo. Simba saizi yeye katoka kwenye 2.3 mpaka 2.6 kwenda 7.
ukitazama ni kwamba Yanga kashuka labda performance, ndio maana watu wanaamini kwamba Simba amekuwa bora zaidi, au Simba amepanda kwenye level ya kuamini kwamba Yanga kashuka? Simba kapanda lakini Yanga pia wameshuka. Yanga kashuka. Eneo gani ambapo sasa unaweza kuniambia kwamba Yanga kashuka ukamshawishi mtu kwamba bwana Yanga kashuka kwa sababu ya hapa na hapa na hapa? Wake wenyewe akiangalia matokeo wanakuambia wamefunga magoli mengi, wameruhusu magoli machache. Kwa unaambiwa, lakini mimi naamini standard ya Young Africans imeshuka kutoka msimu uliopita kuja msimu huu. Na hata ukiangalia baadhi ya nyakati ambazo wamepitia Yanga msimu huu zinaweza zikakuelezea wazi kwamba hii ni timu ambayo msimu huu kidogo imetetereka kulinganisha na season iliyopita. Season iliyopita kuanzia mwanzoni mwa season bench lao la ufundi lilikuwa lile lile, squad yao ilikuwa ile ile, na kwa kiasi kikubwa majeraha yalikuwa yasumbui pale na wachezaji walikuwa wamefocus kwamba tunacheza mpira. Lakini season hii ukianzia kwa wachezaji wenyewe, kuna nyakati hapa tulikuwa tunasikia wachezaji wa Yanga mara wanaenda club, mara wanafanya hivi, mambo ya nje uwanja yalikuwa mengi sana. Kitu ambacho kikafanya group la wachezaji wa Yanga kwa kiasi kikubwa fitness zao zishuke. Na ukisha drop fitness huwezi ukaendelea kuwa kwenye performance ile ile. Ili uendelee kuperform vile vile unahitaji fitness yako iwe juu kama ilivyokuwa wakati una perform vizuri. Then hata kwenye bench la ufundi unaona ni coach watatu anaiongoza Yanga, na mfano wa wazi kuona kabisa kwamba Yanga msimu huu timu yao fitness yao ilishuka ni coach wao aliopita Ramovic. Mimi nilimpenda sana ule coach, hata katika nyakati ambazo walikuwa wanashinda 3-4, lakini bado walikuwa wanasema kwamba timu yake haipo sawa, timu yake bado fitness haipo pale. Ile mechi ambayo walicheza na Prison alisema kwamba timu yake imecheza game ambayo inahitajika kwa dakika zisizozidi 25. Kwa msimu uliopita ulikuwa uwezi kusikia kauli kama hizo. Kwa mimi kwa kiasi kubwa naamini then achana na hiyo kwamba sijui hivi na hivi, lakini pay attention, waangalie Yanga pale uwanjani. Kuna kitu hakipo sawa kulinganisha na season iliyopita. Season iliyopita ukikutana na Yanga mtihani wako wa kwanza ulikuwa ni kwenda kuwafungua wale wakiamua kujilinda. Yani ilikuwa ni timu madhubuti sana bila mpira. Defensive. Walikuwa na energy, wanaweza kukupress kuanzia juu, kina Pakome, kina Maxi, sijui Musonda, wale viungwao kina Mudathir, wote energy yao ilikuwa kubwa sana. Lakini hata wakiamua, kuna nyakati kwa mfano Yanga walikuwa haamui kukupress wewe mpinzani juu, wanaamua kukabia karibu na goal lako. Mfano kwenye mechi dhidi ya Sundowns zile mbili Melo walikuwa kwenye 4-4-2, winga Musonda, winga Maxi, juu Aziz pamoja na Mzize. Ile mechi nakumbuka Aucho hakuwepo, alikuwa ni Mudathir pamoja na Mkude. Lomalisa yao pia hakucheza zile mechi. Sijui ni Kibwana, sijui alicheza hivi, ilikuwa ni Kibwana. Ngoja kumbukumbu zikasa. Kibwana naye aliumia. Alikuwa ni Dickson. Si ndio? Jobo alicheza pembeni. Yes, alafu Mwamnyeto Jobo alicheza kati, muda mwingi alikuwa na mkaba Sharulile. Sasa of course kumbukumbu zangu hazipo sawa, lakini hivi Mwamnyeto na Baka sio walicheza kama center back, alafu Dickson akacheza pembeni. Yes, kitu kama hicho. Inawezekana kitu kama walikuwa kwenye 4-4-2 karibu kabisa wanazuia. Yani unajua kwa kipindi kile ilikuwa sio rahisi kumzuia Sundowns asikufunge kwenye mechi mbili mfululizo. Sasa kwa Yanga hii kweli wanavyocheza wanaweza ukajiamini kwamba wanaweza kwenda kukabiliana na timu ya level ile. Msimu uliopita Yanga ndio ilikuwa timu ya kwanza kuifunga Lali goli. Hakuna kwenye ile moja. Yes. Kabla pale hawakuruhusu goli lolote. Nafikiri kwa tournament nzima waliruhusu sijui goli 2. Alafu Yanga pia ndio wao walifunga. Season hii hawezi kukupa tena moment kama hizo. Kwa kuanzia utulivu kwenye klabu yao kuna mambo mengi sana ambayo hayahitajiki alikuwa anaendelea, lakini fitness za wachezaji zilishuka. Automatically hicho kikapelekea performance ya timu drop kwa kiasi kikubwa kutoka msimu uliopita kuja msimu. Nasri, kuna ile jambo ambalo nililiona mtandaoni kwamba unahofia kuzungumza soka la ndani hasa kwenye Simba na Yanga. Changamoto ipi mpaka mtaani wanasema wanataka kutema bungo? Mashambulizi mengi, comment usomi. Maana kuna mtu anasema comment ngoja nisisome tu. Unajua kusema ukweli mpira wa bongo unachosha. Yaani sio tu mimi, yani katika kitu ambacho siogopi ni hizo za mashabiki. Naona ni kitu cha kawaida sana. Mfano season iliyopita mashabiki wa Simba walikuwa yani
kila anaponiona kwamba wewe ufai, huna chochote, lakini najua kwamba zile ni za kishabiki tu. Lakini sasa season hii kwa mfano umeniuliza hapo sijui Simba vipi Yanga, mimi nimefikia mahala kutoka kwenye moyo wangu hadi naona noma ile kuzungumza sijui unajua Yanga kiufundi, Simba sijui nini, ndo zile kwamba kiongozi anaenda kumuuliza kocha wewe unajua tunashindaje, kwamba yani hakuna haja ya kuzungumza 442. Sasa kama watu waheshimu, sio watu waheshimu, watu wanajua wanapotoa ushindi, alafu wewe unakaa kwamba yani ule upo unajua huyu akicheza hapa sijui mfumo huu sijui, dakika ya mwisho watu wanaenda kumuuliza kocha wewe unajua tunashindaje. Sasa kama kocha mwenyewe ajue anashindaje, watu wanashindaje, wewe unachambua nini? Kwa hiyo yani unaweza kukuta wewe unaumiza akili sijui mara watu washapanga, watu wanajua, na ndio vitu ambavyo tunaviona season hii. Kwa kusema kweli mimi hivyo vitu ndio ambavyo vimenikata. Yani kuna mechi unaangalia hivi unaona kabisa huu ushindi huu watu wameenda kutafuta sehemu fulani, alafu eti wewe baadaye unaje kuja kujidai muundo sijui mfumo. Sasa huo muundo na mfumo wakazi gani anajulikana huko. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ndio hicho mimi nikata yani hicho ndo mimi kilichonikata. Sio issue za mashabiki wala sio issue za nini. Yaani hizo kwangu mimi ni za kawaida sana, lakini hizo zingine ndio kidogo. Kuna hizi vita umegusa hiyo, mashabiki wa Simba wanakufanya hivi. Niliongea pia na Hansi, naye pia tunaona vita yake ilikuwa na Yanga hivi karibuni, japokuwa naona baada ya tukio la dabi watu wa Yanga kama wamerudi kwake. Changamoto ya kupewa tuhuma za kutumika kwako imekwisha kufikia, na ni challenge kubwa kiasi gani? Kwa sababu of course unakaa mezani na mkongwe Maulid Kitenge ambaye anajulikana ni Yanga. Kuna muda pale mkikaa inawezekana watu wakaona hapa mmekaa Yanga tupu au mmekaa Simba tupu. Mimi niisha kwa kwenye first 11 ya watu wanaotumika na Yanga, nikapangwa kama winga moja, nikaambiwa kuna masuala ya kodi na vitu kama hivyo. Hii changamoto hasa nadhani inatokana na nini? Inawezekana kuna watu wanatumika wanachafua wengine, au naamini ni mizuka tu ambayo watu wanayo? Vyote vinawezekana. Unajua haiwezekani tu watu wakaja wakavumisha vitu ambavyo havipo. Inawezekana kuna baadhi ya watu wanatumika kwa na kitu kama kinafanyika kiwezekani ikawa siri kwa 100%. Kuna baadhi ya taarifa zitakuwa zinavuja kwa labda watu wameanza kuona hizo. Lakini inawezekana pia kwa kiasi kikubwa ni kutokana na asili ya mpira wetu. Sisi mpira wetu umeegemea pande mbili, Simba na Yanga. Kwa leo hata kama utaisema Simba kweli wamekosea ama kweli wana udhaifu fulani, ukiisema mshabiki ambaye ni wa Simba moja kwa moja atajua wewe unasema hivyo kwa ajili ni Yanga, na hivyo hivyo pia kwa Yanga wakiona simu yake unaisema atajua wewe ni upande wa pili. Kwa hiyo inatokana na kwa kiasi kubwa kwamba mpira wetu umegawanyika kwenye pande mbili. Kwa hiyo chochote ambacho kitatokea ukisifia mtu atakwambia wewe kwa ajili ni klabu yako. Kwa hiyo hicho ndo ambacho mimi nakiona. Wewe kwa namna moja ama nyingine tunajua tuna mapenzi, tunajua tuna timu ambazo tunazipenda. Kuna ambao wameziweka timu zao ambazo wanazishabikia. Wewe unaamini upo kwenye level hiyo? Umeshajipambanua kwamba wewe ni upande gani? Mimi nayo klabu ya Tanzania. Unashabikia? Kushabikia? Yani kwamba wewe ni shabiki wa timu. Sijaona tu muhimu wa kusema, na hata kama nilikuwa na of course nilikuwa nashabikia na nilikuwa napenda klabu yangu, lakini kwa jinsi ambavyo naendelea kuwa karibu na mpira hata sasa sipendi tena. Kwa sababu ni Premier League msimu uliopita waamuzi walitaka hawajue kwamba muamuzi huyu pia anashabikia timu ipi, ili hata kwenye kupanga kwenye ratiba waondoe zile mambo. Nakumbuka wakati wao tukaona orodha wengi wateja timu za Championship. Kuna baadhi ya wachambuzi wa lika letu, umri wetu, ambao baadhi yao wanajulikana timu zao. Kuna wachache ambao wamejipambanua, na mstari wa mbele zetu nikamtaja labda Falhani kwa upande wa vijana, mwingine nani tuna Abdul Mkeenge, yeye mtu wa Simba anajulikana. Kuna wachache ambao wamejipambanua, ukitoa wakongwe kama vile tumemtaja Maulid, inajulikana kwamba yeye ni mwananchi. Unadhani ukifika level ya kutaja au mtu kujulikana timu anayoshabikia inaweza ikasaidia au inaweza ikatengeneza machafuko zaidi? Mimi sioni kama kuna shida yoyote ya mtu kujulikana timu. Wewe upo tayari timu yako tuijue? Hiyo ambayo saizi uipendi. Timu yangu ilikuwa ya zamani, sio? Sasa sababu mimi nilikuwa Yanga ila sasa hizo wananishambulia sitaki. Sasa unajua ni kwa ajili nishasema siipendi, watajua kwamba wewe kumbe ulikuwa club fulani lakini sasa hizo utupendi unachoki na sisi. Kwa
ningekuwa sijasema kwamba klabu yangu nilikuwa siipendi ningesema, lakini sasa tuambia kumbe wewe tupendi wewe. Sasa sio, lakini kwa mfano kwa mimi ninavyofanya kazi, hata ningesema klabu yangu sidhani kama kuna shida. Mimi hata nikiona comment watu wengi wananiambia mimi kwa ni Yanga, na nilivyokuwa nawasema Simba season iliyopita na ile issue ya kusema Simba wana 4% za ubingwa. Yaani pale watu wote wajua huyu jamaa ni Yanga, lakini katika title race Yanga si alishinda hapa na Singida. Ile siku mimi nilikaribia kutoa chozi kwenye kipindi kutokana na namna ile game ilivyokuwa. Mimi naona kama kuna vitu havikuwa sawa, kwamba kwa nini iwe vile. Yaani naona kama ni kitu ambacho kina uharibu mpira wetu. Lakini wakati huo watu wanasema mimi ni Yanga. Sasa mfano kama hiyo game ya Singida na Young Africans, inawezekana ni moja kati ya game ambayo msimu huu kama utazungumza labda hofu au skendo ya upangaji wa matokeo, watu wanaweza kuihusisha. Kuna hiyo game ya Yanga na Singida, kuna mechi ya Namungo na Dodoma Jiji, hii game ambayo Pius Busuita akashika mpira yeye penalty akapewa wao, namna ambavyo ilikuwa imekaa. Sasa ukija labda kwenye mazingira, yes Singida walitwist kikosi, lakini ikapigwa bao 2, si ndio? Lakini mechi iliyofuata Yanga katoa dozi nzito, apiga mtu 5, kuna watu washakula 5-6. Kwa nini wale walikuwa wanapigwa 5-5 wanapigwa 6-6 hamsemi wamepanga matokeo? Huyu aliyepigwa 2 mnasema akauza mechi. Sasa hiyo ndio watu utamshawishi vipi mtu kwamba huyu aliyopigwa 5 hajauza, aliyepiga 2 kauza? Na issue sio Yanga kushinda ama issue lakini mazingira ile mechi. Kwani Yanga ameshashinda mechi ngapi? Si mechi kibao. Kwa nini watu hawakuibuka kwenye hizo mechi zingine zote waje waibuke kwenye hii mechi? Walichokifanya Singida siku zile kilikuwa hakiingia akilini. Kila kocha anaweza akafanya rotation, lakini unafanya rotation ambayo haitaathiri kwa kiasi kikubwa performance ya timu yako. Mimi nina uhakika inawezekana isiwe 100%, lakini kwenye kikosi ambacho Singida alikianzisha kwenye ile mechi dhidi ya Yanga, kuna wachezaji watawaacha msimu ukiisha. Yaani wataona kwamba watu wahitaji inabidi tuwaache. Ndio ameenda kuanzisha kwenye ile mechi. Kwenye ile mechi alianza Rashid Juma. Of course alishawahi kuwa winga mzuri akicheza Simba, beautiful shooting. Lakini toka msimu unaanza hakuwahi kucheza hata dakika moja. Ndio ameenda kumpa ile game. Wameenda kumpa ile game yule fullback ambaye alikuwa ya Azam, Yanga na Simba, akaenda South Africa acheza Singida. Nani toka alikuwa Azam, akaenda Yanga, akaenda Simba, akaenda Singida. Gadiel Mike. Yes, alikuwa hajacheza mechi hata moja. Lakini kwenye ile mechi Nasri, kwa sababu unajua ulikuwa ukirudi mechi za nyuma, mechi 3 mpaka unakuja kwenye ile game, Singida tayari alikuwa ameshatumia magolikipa 3 kwenye mechi 4, si ndio? Ukija kwenye kile kikosi mechi zilizopita tayari walikuwa wameshafanya rotation. Kiangalia mechi ya mwisho ya JKT ambayo walishinda, walikuwa na kikosi tofauti. Mechi ya nyuma yake, mechi na Kagera, walikuwa na kikosi tofauti. Sio kwamba mwalimu kwenye eneo la kujitafuta akawa anaendelea kwenye huo mzunguko, na kocha ambaye alikwenda kukutana naye, kocha Hamdi, si ndio? Ni kocha ambaye ndo aliiandaa ile timu ya Singida. Kwa hiyo kama tukiangalia hapa kwenye trend ya ile game, ukianza mechi ile sijui ya Kagera, unakuja alikuwa na mechi na JKT, katikati pale walikuwa na game nyingine na KMC, walifungwa mechi na KMC, mpaka kuja mechi ya Yanga, mwalimu hakuwa na kikosi kile. Mwalimu alikuwa na rotate mechi 3, magolikipa 3, mechi ya Yanga golikipa rodaka, mechi ya Kagera karudi, mechi ya Yanga kuna mechi 2 katikati alizimiss. Sio kwamba benchi la ufundi walikuwa wanafanya vitu vyao. Hamna kitu kama hicho. Siku ile walipanga squad ya kwenda kufungwa na Yanga. Yaani walipanga squad ambayo exactly kwamba tunapanga squad ambayo haiwezi. Yaani tunapanga squad ambayo itakuwa itajifunga yenyewe. Kwa hiyo na ile mechi matokeo alipanga. Sina uhakika wa 100%. Lakini naweza nikashauri kama kuna watu wenye mamlaka ambao wanaweza wakafanya utafiti ambao utakuja na majibu ya kujenga mpira wetu na wafanye. Kwa ajili naona kuna viashiria hivyo. Mfano mimi nitakwambia kitu kimoja. Singida sio wamefanya vile na watu wamechukulia poa. Yanga wakafurahi. Yanga wanaweza kufanya kile walichokifanya Singida dhidi ya Simba. Yaani waje kwenye mechi dhidi ya Simba, wafanye fullback mmoja wampe Dennis Nkane, ya pili wampe Faridi, Dickson Job
Ibrahim Baka nje, Aucho na mwenzake Abu Yama na Mudathir nje, wapange pale Shuaboi kule mbele asicheze Dube, asicheze Mzize, watafute striker yoyote wamweke pale, Pakome, Azizi, Chama wasicheze. Lakini ndio maana nasi nasema Singida inaonekana wao walikuwa kwenye huo mpito. Kocha kaondoka, mechi 3 zile sare na Kagera, wanamfunga JKT, wanashinda na KMC, wanakuja mechi ya Yanga walikuwa hawana utulivu. Hamna mpito na yeye. Okay, labda tukitazama labda kwenye swali la ndio au hapana. Ukichukuliwa kaulizwa kwamba ligi yetu ina upangaji wa matokeo, jibu lako litakuwa ndio au hapana? Ndio. Jibu lako ni ndio. Yeah. Viashiria vipi viwili vikubwa ambavyo naamini ligi yetu ina upangaji wa matokeo? Mimi naamini kuna inawezekana, maana umeniambia nichague side moja ambayo labda nitakuwa yani kwamba hata uhakika wangu labda yani kwamba chagua moja vipi na kweli upo karibu zaidi. Yeah, karibu zaidi. Naona kwenye upangaji wa matokeo upo. Inawezekana ikawa direct na indirect. Mfano haya makosa ambayo wanafanya marefari sidhani kama ni bahati mbaya. Ni marefari wanaingia na matokeo pale mfukoni kwamba timu fulani ipate hichi na hichi. Kwa hiyo kuna matokeo ambayo yanapangwa. Kwa hiyo refa anaenda kutekeleza kile ambacho walichokubaliana na watu fulani nje kwenda kukipanga pale uwanjani. Hiyo ni moja, lakini pia inawezekana kukaa kuna direct kwamba timu fulani na timu fulani hizi leo tufanye kitu fulani ili kitokee kitu fulani. Naamini pia hicho kipo. Mimi sina 100% lakini naona viashiria. Mfano wanavyofanya marefari, huwezi kuniambia ni bahati mbaya, na watu wenye mamlaka wakiamua kufanya research zao deep kabisa wanaweza wakaja na nini hapa madudu mengi sana. Na hata kwa timu pia inawezekana ikawa ni hivyo. Kwa mimi naona kuna viashiria vya upangaji matokeo. Random questions kuchagua upande ndio au hapana. Matatu tu. Bingwa wako wa ligi msimu huu ni nani? Mimi nilitamani awe Simba. Ulitamani? Umuone akiwa nafasi ya kuwa bingwa? Naweza nikamuona, lakini sasa ni kama nilivyokuambia mwanzo. Yaani mimi saizi ukiniuliza kwa nini ulitamani awe Simba awe bingwa? Nitakuja hicho kwamba Simba anacheza vizuri, Fadlu sijui kafanya hivi. Lakini mwisho wa siku inawezekana Simba naye akwambia kwamba asiwe. Lakini akwambia ubingwa si hajachukua kwa Fadlu. Tunajua tulipoutoa. Kwa hiyo wewe utaki kusema bingwa wako nani msimu? Mimi nilitamani awe Simba, lakini kwa vinavyoendelea hapa mimi mwanzo nilikwambia kwamba mimi ninavyoona ligi imeharibika. Kwa hiyo hata saizi nitakwambia tu kwamba nilitamani awe Simba, lakini kwa saizi sitamani chochote. Ukitokea washauri Yanga wacheze dabi au waendelee kuwa na mgomo? Wasicheze. Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia, kwa namna ambavyo soka la Tanzania linaenda, anatosha atoshi? Karia anatosha ama atoshi? Kwa namna ambavyo vitu vinaenda. Ni ngumu, lakini nafikiri viongozi wetu waliopo kwenye mpira hawatoshi. Viongozi hawatoshi. Na inawezekana hili kidogo, naomba nitolee maelezo japo kidogo. Kuna kauli kwamba tunahitaji mpira wetu uongozwe na watu wa mpira. Haya yote tuliyozungumza, imani yangu yote kuonekana imeshuka juu ya mpira kwa kiasi kikubwa. Sidhani kama inatokana na wale watu wenyewe wa mpira, lakini naamini kuna nguvu mahala inatoka inakuja kutuharibia mpira wetu. Kwa naamini waliopo kwenye mamlaka hawajafanya vya kutosha kutukomeshea hii nguvu. Ni kama nafikiri ipo wazi kwamba FIFA wanakataa kwamba serikali zisiingilie mpira. Lakini mimi naamini inawezekana kuna mahala mamlaka zetu za kimpira zinaingiliwa sehemu. Na wao hawajatake responsibility kukomesha hilo. Na nafikiri jukumu kubwa la kiongozi yoyote ambaye anaingia kwenye wadhifa wote wa mpira wa nchi hii ni kutukatia hii link. Lakini hatuna hela sasa. Serikali ndio inakulipia kocha, serikali ndio ina miundombinu. No. Tuangalie yani sawa, kuna vitu tuangalie hasara na faida. Hasara yake ni kubwa kushinda hiyo faida. Kwa mimi nataka hiyo link ikatwe hapo. Ikikatwe. Sasa
kuna hiyo kukatwa, lakini kuna vile vile kibongo mtu anaweza kaingia pale TFF akakwambia mimi natumia hii kama daraja la kufika sehemu fulani. Kwa hiyo hawezi kuikata hiyo, si atataka kulink na wale ili afikie kule wenzake walipo. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia tunataka watu wa mpira ndio waingie kwenye hizi mamlaka ambao wanataka kuingia pale kwa sababu za kimpira, sio kwa sababu za kwenda sehemu zingine. Ukishakuwa na hiyo tamaa manake huwezi kuikata hiyo mpira. Yes. Bwana Nasri, shukrani sana. Shukrani. Jambo limekuwa jambo, walau kwa dakika hizi chache tumeweza kuchanganya maoni na mitazamo pia, lakini pia kuona namna ambavyo soka letu linakwenda, hususani huko upande wa sisi watu wa media na wadau ambao tunakuwa tunauzungumza mpira wa miguu pamoja na matukio yake ambayo yanatokea. Bado tunasubiri tuone namna ambavyo jambo litakwenda na kama hiyo dabi itachezwa au haitachezwa. Nchi imekuwa kwenye kigugumizi kuona namna gani ambavyo jambo litatokea. Wengi wanausubiri mkono wa mama ndio ambao wanataka kumshushia huo mzigo saizi, aamue dabi ichezwe au isichezwe. Ngoja tuone dabi itaishia wapi. Mimi ni Ibrahim Kasuga, hii ilikuwa ni ndani ya 18. Umeweza kututazama na jambo limekuwa jambo. Kumbuka unatupata pia kupitia upande wa Instagram handle yetu ya ndani ya 18 TZ, na kila kitu kinakwenda kwa uzuri kabisa. Bye bye until next time. Ndani ya 18 powered by Premier Bet.